Yes, hello guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel hii. Kama kawaida ni Teacher Sharak, tumekutana tena katika video hii. Na mara baada ya kuwa wadau wa elimu wameshatangaza selection za kidato cha 5, na lakini pia tukumbuke form 6 wameshamaliza na saizi wako JKT kwa baadhi ambao wamechaguliwa. Lakini ukiona hivyo ujue tayari muda wowote ndani ya wiki ijayo basi utaratibu wa kuanza kuomba mikopo utatolewa. Na kupitia chaneli hii tutakujuza hatua kwa hatua mpaka mwisho wa zoezi hili kwa mwaka huu 2026-2027. Dhumuni la video hii ni kukukumbusha vile vitu ambavyo unapaswa kuviandaa kuelekea katika zoezi la mikopo kwa mwaka 2026-2027. Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha 6 mwaka huu au mzazi mwanafunzi ambaye amemaliza kidato cha 6, ni lazima uandae nyaraka muhimu ambazo zitakuwezesha ama zitamwezesha mwanao kwa ajili ya maombi ya mikopo kwa mwaka huu 2026-2027. Tukumbuke tu kwamba baada ya kuwa wameshaenda jeshini, katikati ya mafunzo au mwanzo wa mwezi ujao ama ndani ya wiki kadhaa mbele, kipengele kinachofuata huwa ni kufunguliwa. Kwanza huwa ni kutolewa kwa mwongozo wa uombaji mikopo kwa mwaka 2026-2027. Mwongozo ule utatuwekea tarehe maalum ya dirisha kufunguliwa na tarehe maalum ya dirisha kufungwa, lakini pia dirisha la appeal, batch number 1, number 2 na kadhalika. Kwa hiyo leo nataka nikukumbushe tu baadhi ya nyaraka muhimu ambazo sometimes huwa zinakaa usumbufu kwenye kuziandaa, ili utakuwa unapata nafasi kuanzia sasa hivi uanze kuzitayarisha kabla ya kufikia muda wa kuanza application za mikopo. Kwa hiyo miongoni mwa nyaraka muhimu ambazo unapaswa kuziandaa, cha kwanza kabisa ni namba ya NIDA. Mwaka jana tuliona kwamba huwezi kufanya maombi ya mkopo kama huna nambari ya NIDA. Kwa hiyo hakikisha mwanao, ndugu yako, binti yako, rafiki yako ambaye mwaka huu ana mpango wa kuomba mkopo ameiandaa namba ya NIDA. Utaratibu wa kuomba namba za NIDA huo nadhani kila mtu anafahamu na unaeleweka. Kama uko hujui, basi unaweza ukaenda katika halmashauri ulipo, ukishafika waambie nahitaji nambari ya NIDA ama nataka kujiandikisha kupata NIDA. Watakupatia fomu ambayo fomu utaenda kujaza katika kila kipengele kulingana na matakwa ya ile fomu. Baada ya hapo utapata nambari ya NIDA haraka sana, wakati ukiendelea kusubiria kupata kitambulisho ambacho sometimes huwa kinachelewa. Lakini jambo la pili ama document muhimu ya pili kuiandaa na ambayo pia huwa inasumbua ni cheti cha kuzaliwa. Na cheti cha kuzaliwa hapa hatuzungumzii cheti kama cheti. Cheti kama unacho basi ni jambo zuri, lakini kwenye maombi ya mikopo huwa hakiendi cheti. Inaenda nambari ya uthibitisho wa cheti kutoka RITA, ambalo ni zoezi unaweza kulifanya mpaka hata sasa hivi kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kutuma maombi ya mikopo hapo baadaye. Unafanyaje? Unachukua cheti chako cha kuzaliwa, alafu unaingia kwenye website ya RITA, unaenda kukithibitisha kile cheti, kipate verification. Kwa ukishaingia mule utakithibitisha na utalipia nadhani shilingi 3,000 kupitia control number watakao kugeia. Ukishakithibitisha kile cheti chako, watakutumia cheti kikiwa na nambari ya uthibitisho. Ile nambari utaitunza, ndio utakaoenda kuijaza katika mfumo wa maombi ya mkopo. Kwenye hili jambo naomba niseme tu kwamba mimi kama Teacher Sharak niko tayari na huwa nafanya shughuli hizi. Kwa hiyo kama unataka kufanya sasa hivi utaratibu wa kuthibitisha cheti, na kukaribisha kupitia WhatsApp namba yangu ambayo utaiona hapo kwenye video au kwenye description ipo. Unani DM, unanitumia, tunazungumza na kuthibitishia kwa haraka kwa gharama nafuu tu. Lakini kitu kingine cha muhimu ambacho kimesumbua sana watu mwaka jana na kimeanza mwaka jana ni uthibitisho wa anwani ya makazi, tunaita NAPA reference number. Nikumbuke kwamba katika maombi ya mkopo ni lazima mwanafunzi pamoja na wadhamini wake wote wajulikane wanakaa maeneo gani. Sasa eneo unaloishi wewe ni eneo ambalo wewe unalifahamu. Sasa ili serikali wapate uthibitisho kwamba kweli unaishi katika eneo hilo, ni lazima uwe na nambari ya uthibitisho kutoka mamlaka ya makazi ambao wameanzisha mfumo wa NAPA. Kwa hiyo nambari hii ya uthibitisho utaipata kupitia mfumo wa NAPA. Ukipitia katika video zangu za nyuma ya mwaka jana niliwahi kuelekeza kwa kina sana namna ya kupata NAPA namba, ambapo nimesema utaingia kwenye mfumo, utajaza taarifa zako binafsi,
na za unayemuombea na lengo la kuomba hiyo namba. Alafu baada ya hapo utatuma ile taarifa, itaenda kwa mtendaji wa kata ambapo unaishi, na yeye atafanya kazi yake kama alivyoelekezwa. Alafu itakurudia wewe na utaweza kupakua fomu ya uthibitisho. Fomu ile inakuwa na namba. Ile namba ndio inayohitajika kwenda kwa ajili ya maombi ya mikopo, kwenda kuthibitisha maombi yako. Kwa hiyo kama utafeel a little bit challenge katika kufanya jambo hili, pia kiti cha Sharaki niko kwa ajili yako na uwezo wa kukusaidia kupata namba kwa haraka zaidi, na kushirikiana na mtendaji wako eneo ulipo ukapata namba yako kwa haraka, kwa sababu zoezi utakapochanganya huwa ina challenge watu. Kumbuka namba utaandaa kwa ajili ya watu watatu katika maombi ya mikopo. Moja ni wewe mwanafunzi, mbili ni mdhamini wako namba moja, na tatu ni mdhamini wako namba mbili. Aidha ni baba, ni mama, ni mjomba, ni shangazi. Wote lazima na wao wajulikane makazi yao. Lengo la kuweka hili ni kwamba wao wanaamini baada ya kuweka mfumo huu ni kwamba kama ulimuweka mdhamini wako fulani, basi ikitokea in other case mkopo umeshindwa kulipa wewe, mdhamini wako ataweza kufikika kwa urahisi, kwa sababu tayari makazi yake wanayafahamu. Kwa hiyo nimezungumza dokumenti 3 muhimu ambazo huwa zina changamoto ama zinasumbua katika kuziandaa. Hizi unapaswa uziandae mapema, japo kuna dokumenti zingine supportive zenyewe zipo tu tayari, mfano index number form 4, index number form 6, passport size na vitu vinginevyo vidogo ambavyo. Lakini pia kama unadhamini, uliwahi kufadhiliwa kimasomo labda na TASAFU au na nini taasisi nyingine, andaa ile namba ya udhamini, barua ya udhamini kutoka kwa waliokudhamini masomo au waliokufadhili masomo. Ili itakusaidia kuongeza credit katika maombi hayo ya mkopo. Series ya maombi ya mkopo kwa mwaka 2026-2027 ndiyo inaanza rasmi, na sisi kama kawaida yetu tutapita na kila hatua kuanzia video namba 1 mpaka video ya mwisho kabisa, ambapo tutahakikisha zoezi hili linafungwa rasmi. Leo tumeanza na hili. Video ijayo tutakuletea sasa ile document itakayokuwa imetolewa na baraza la vyuo vikuu, baraza la mikopo, bodi ya mikopo anahusika kama HEZ. Ile fomu watakaoleta itakuwa imeeleza ni lini dirisha litafunguliwa, appeal itakuwa lini, mwisho wa maombi itakuwa lini, criteria za mwaka huu ni zipi ambazo huenda zikawa zinatofautiana na za mwaka jana na miaka iliyopita. Zote tutakuchambulia hapa, na wewe utapata fursa ya kuchangia na kuangalia namna kusaidiana. Lengo ni kusukuma gurudumu la maendeleo. Yule ambaye tumesoma kwa shida, tumesoma kwa tabu, anahitaji fursa ya kupata mkopo kupitia bodi ya mkopo, tutakuwekea. Lakini pili, nitakuwekea upya video inayozungumzia cluster, ili wale ndugu zangu ambao mnakwenda kuchagua combination, mnakwenda kuchagua course, ujue course unayochagua inaingia kwenye cluster gani. Cluster zile ndio zinakupa uhalali ama urahisi wa wewe kupata mkopo. Kwa nini wote tumeomba mkopo pamoja, tumeishi mazingira sawa, lakini fulani kapata, fulani kakosa, japo course tumesoma tofauti. Ujue kabisa kuna course za kipaumbele, kuna course za kawaida, na kuna course zisizo kabisa kipaumbele. Ukichagua kozi sio kipaumbele, basi tegemea kujisomesha mwenyewe, kwa sababu bodi ya mikopo haitajiri nazo. Cha kufanya, endelea kusubscribe channel hii, gusa subscribe button, bonyeza notification ili uwe kwanza kupata video na updates mbalimbali kila wakati. It's me Sharaki, welcome again and again.